Wewe una akili kweli wewe? Naomba nguo yangu. Kwa nini nikupe nguo yako? Naomba unipe. Hebu subiri kwanza. Wewe mwanaume gani wewe? Hivi una kichaa wewe? Mbona tunakimbizana kama watoto wadogo? Kisha ufanye ukimbia ni kitu gani? Kendi, nimeshakwambia nipe muda kwanza nipumzike, nikae sawa alafu tunaendelea. Yaani kupumzika na kukimbizana hivi? Hebu turudi ndani. Hapana, siwezi kwenda kwanza. Naomba uniache nipate hewa. Joto ndani kule. Yaani umenichezea umeninana sasa hivi unakuja kuniambia baada ya joto ndani kweli? Sorry, twende ndani. Sasa Kendi, kuwa mwelewa basi, tutaendelea baadaye, tutamaliza mambo haya baadaye. Na kwa nini iwe baadaye tusiende kumalizana sasa hivi Kendi, sikiliza, mimi nishakwambia kidogo na stress, siko vizuri. Naomba uniache kwanza niende nyumbani, alafu nikisha kula nikashiba vizuri tutakuja tutaendelea na mambo mengine. Jamani, njoni umsikilize huyo kaka. Acha kuzalilishana basi. Yaani nimejimaliza kwa kila kitu mle ndani Utundu gani ambao mimi sijaufanya? Wewe mwanaume aina gani wewe? Hebu twende tukamalizane ndani. Twende. Mwanaume kanikimbia gesi jamani kweli. Hebu turudi ndani bwana, twende. Nitakujazia watu hapa. Twende. Sikiliza Kendi, tafadhali nakuomba. Niko chini ya miguu yako. Tutafanya siku nyingine. Naomba siku ya leo ipite. Na vipi kuhusu hela zangu nizowekeze huko ndani? Vipi kuhusu vyakula vyangu? Twende ndani tukamalizane. Twende. Wewe mwanaume gani wewe? Mimi sikiliza, Kendi, siku nyingine nishakwambia dogo ile hela tutakuja kuitumia siku nyingine. Sawa? Umesikia? Hivi unamuelewa huyu? Siku nyingine? Hey, nini kinaendelea? Wana kiendelee nini kwa mfano? Kendi, sio mimi ni brother wangu, usimwambie. Kwa kabla zako ni uso nini? Kwanza tulia hapo ikaka. Hii mada ikuhusu. Wewe dada, hebu kuwa na adabu. Unijui sikujui. Nimeuliza nini kinaendelea hapa? Hivi amuoni kama mnajidhalilisha? Dogo. Mambo gani yanaendelea? Brother, sikiliza. Huyu anaforce mapenzi, alafu mimi siko sawa hapa. Nimemwambia basi tutakuja muda mwingine. Hainielewi. Mimi ndo naforce mapenzi? Kweli? Yaani umenichezea, umeniacha kama nilivyo. Mimi naforce mapenzi. Tulikubaliana tumetoka mpaka huko ndani. Hivi, dada, unajua unachokifanya? Na mambo mnayoyafanya hapa hayaendani kabisa na mionekano yenu. Tazama jamii inavyowatazama na mambo mnayoyafanya. Hii ni sehemu ya wazi, mnafanyaje mambo kama hayo? Huyu anajidhalilishi. Au anajidhalilisha nimeonekana mimi tu hapa, Kendi, sikiliza. Mimi nakuomba tusizalilishane hapa kama hivyo unamwona blaza. Tutamalizana baadaye. Umalizane baadaye na nani? Huyu ndugu yako miezi mitatu tunakaza kuzungushana tu. Jana nimelipa gesti, kataka chakula limekula, limeshimisha tumbo lake ili kazi yangu ashindwa kuifanya kweli. Anakaza kukimbizana kama mtoto mdogo tu hapa. Au wewe jambo hapa ndi mtungi. Subiri blaza, tusizalilishane. Mimi sio jongo, hapandi mtungi sijui jongo. Mimi tunaweza tukaenda naye na fresh. Ila nimemwambia mimi nina stress kidogo. Alafu pia blaza, saa 1 asubuhi mimi nimeenda na mwanamke mwingine. Saa 2:30 mimi nimeenda na mwanamke mwingine. Huyu ni mwanamke wa 3 naenda naye. Mimi na nguvu gani? Si lazima usiku mzima muda na mwanamke gani wewe? Mdogo wangu sio bulldozer. Wewe fikiria watu wote waliotoka nao akatoke tena na wewe. Unataka kumnyonya damu au vipi? Hivi nyinyi mataira nyinyi mmechanganyikiwa. Hii familia vipi? Sasa hapa mimi ndo naamini zile stori za watu kwamba wewe jogoo hapandi mtungi. Kama kweli upo Kamiligado turudi ndani. Sasa mbona tunazalilishana hapa tena? Sikiza dadangu, wewe tusifike huko, sikiza. Umesema kwamba umetumia gharama zako, umetumia shilingi ngapi? Nimetumia 30. Mkitaka kila kitu kiishe nipeni hela zangu. Blaza. Dogo tulia. Mimi asinizalilishe mimi, na ngoja niende naye mimi nikamalizane naye. Sasa kibiliti ngoma. Blaza, mimi niende nikamalizane naye tu kwa sababu ameshanizalilisha. Mimi sio jongo apandi mtungi sijui jongo sijui jogoo. Wali, sikiza nikwambie vizuri. Sio ameshakuzalilisha, unanizalilisha mpaka mimi. Sawa? Hebu toka hapa na manguo yangu bwana hapa. Nenda kavalie huko. Yaani muone kwanza. Yaani ukimwona kama mtu vile. Yaani wewe kweli kukaa kote na mdogo wako anakaa naye wewe, unashinda naye, mimi nakaa huko, lakini stories hapa mtaani kote ni mdogo wako. Jogoo hapandi mtungi. Leo ndo nimeamini kumbe kweli. Malaika, unanikosea adabu. Na unanikosea heshima. Inakuwaje mdogo wangu unasema hapandi mtungi?
Sasa mwanangu, nimekuita na mazungumzo kidogo na wewe, ila nikuombe msamaha kwa ile ninalotaka kuzungumzia. Kwani kuna shida mama? La, hakuna shida. Au shaya bananga, kazi zangu haziendi sawa huko ndani. No. Huu ni wasiwasi wako. Kazi inakwenda vizuri, unafanya kazi vizuri na upo tu makini. Hamna kosa lolote ulilofanya. Ila nilikuwa tu na ombi langu moja. Nilikuwa nakuomba ulale na mwanangu. Mama, kama mwanao mimi nalala naye kila siku. Au uko kulala kwa aina gani ambako nikupe mimi sikujui mpaka unaamua kuniomba? Hapana. Sio mwanangu Naima, ila ni mwanangu Wali. Wali? Una maana kaka Wali? Yeah. Nilale naye? Ndio. Kwani nina mahusiano naye? Hapana. Nina mapenzi naye? No. Sasa kwa nini uniambie nilale naye mama? Ingali unajua kabisa mimi hata chembe ya mahusiano wala mapenzi na yeye hatujai kuionyesha kwako. Au mamangu shaona chembe zozote kwamba labda mimi na mahusiano na Wali au nimeonyesha dalili za kumtaka Wali au yeye kaonyesha chembe? Hapana. Sasa kwa nini unasema nilale naye? Usichokijua ni kwamba tofauti na kazi hii unayofanya, yaani tofauti na mshahara wa kazi yako ya house girl, ninakuahidi nitakulipa kiasi chochote cha pesa unachokihitaji, ili mradi tu uweze kulala na mwanangu Ali. Kiasi chochote cha pesa? Yeah. Utanilipa? Of course. Kwa hiyo unamaanisha unaninunua? Yaani mimi nijiuze kwa mwanao, zeni wewe unilipe. Hivi uone kama nitakuwa najishusha thamani yangu mwenyewe? Na uvua utu wangu, yaani najiuza. Nauza mwili wangu mwenyewe. Mama, siwezi kupokea lako. Kwa sababu sipendi kujishushia thamani yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo, naomba unielewe kwa hili. Na usiponielewa, kama utaona mimi nimekujibu vibaya majibu yangu au nimekuletea kiburi, naomba tuhesabiane mshahara wangu, unipe hela yangu mimi niondoke. Umefika mbali sana na sikutarajia tungefika huko. Nina nia nzuri tu na malengo mazuri. Na kama imefikia hivyo, basi naomba nisamee mimi, na ndio maana hata mwanzo kabla ya kuyazungumza nilikuomba radhi. Basi kama nitakuwa nimekuudhi, naomba nisamee. Sawa. Mimi hayo yameisha. Kuna kazi nilikuwa sijamalizia huko nje. Basi sawa. Wewe nenda kamalizie kazi zako, ila naomba nitie mwanangu Mjuba. Haya. Sawa. Hapa tatizo ni ule mpango tuloupanga mimi na wewe kwa ajili ya huyu binti yetu wa kazi pamoja na Wali. Mtaani kuna habari ambazo zimezagaa. Ashakumsi matusi shangazi. Inavyosemekana Wali jogoo hapandi mtungi. Una uhakika na hayo unayosema? Shangazi, siku zote wanasema lisemwalo lipo, na kama halipo basi linajiongea. Kwa mwanangu Wali mimi siwezi kukubaliana nalo hilo jambo. Ndugu yangu ameshapitia matukio kama hayo karibu 5, na mojawapo nilishuhudia mimi mwenyewe kwa macho yangu. Sasa shangazi, unataka kusema hata kwenye hili nao bado tu unakuwa unabishana nao? Kwa upande wa Wali hilo mimi nitalikataa. Wali nimemlea mwenyewe. Wali amekuwa kwenye mikono yangu. Wali mama yenu anamzaa, nampokea hivi kwenye mikono yangu. Nimemkeshea mwenyewe siku 3 mpaka kitovu kimedondoka. Na kutoka pale mimi nimemlea kwa mikono yangu mpaka hapa alipofikia. Wali mimi sijamuona akiwa na viashiria vyovyote vya tatizo kama hili. Kwa mimi ninavyohisi, labda ni kwa sababu tu yeye Wali hana kazi. Na isitoshe ukizingatia wanawake sasa hivi, ukimgusa tu kidogo ukishamuomba namba, sasa hiyo njaa imemuuma, anataka hela kula. Sasa hiyo simu imeshaishiwa vocha, anatoka vocha 10,000. Sasa hiyo mama ana kikoba, anataka ukalipe kikoba cha mama. Labda ndio hicho mwanangu Wali anachokiogopa, ndio maana anaogopa kutongoza wasichana. Shangazi,
kwenye hili sidhani kama lina ukweli ndani yake, kwa sababu mimi sidhani kama tatizo la yeye kukosa kazi ndio linamfanya awe katika hiyo hali tu, kwa sababu wewe fikiria shangazi, mtu anaweza kafiwa na mkewe leo na hachukui hata wiki anaoa mwanamke mwingine. Inakuwaje kwa ndugu yangu kumaliza mwaka mzima? Labda ndio hivyo wasichana wa sasa hivi, si unajua wanazingua na wao, na yeye anaogopa mazinguzi, ndo kama hivyo tena. Au inawezekana kwa sababu tu ya matatizo yale ya kufukuzwa kazi. Wewe, mimi sinasema na wewe. Huku unaangalia nini? Samahani shangazi. Wezu. Hebu njoo kwanza. Zuma, kwani nilikwambia usiwe mchafu, usivae nguo chafu, lakini sikukwambia uvae hivi jamani. Wewe uone huu mtihani kabisa, vinguo vifupi hivi. Kweli, si unawatega wanangu wewe? Isitoshe wanangu hawa wa kiume wawili, marijali. Hivi kweli unavaa nguo kama hizi? Uone kama unaniletea matatizo mimi. Unakuja kuwatega wanangu. Utanipa mimi mtihani. Hivi ukikutia mimba leo utakuwa mgeni wa nani? Nimekuelewa. Kwa maana umenielewa, utabadilika, utavaa nguo za heshima, si ndio? Nashukuru kwa kunielewa. Kaendelea na majukumu yako. Kwa hiyo wewe tayari ushamtamani, si ndio? Hapana shangazi. Na wala sina mawazo hayo kabisa. Lakini kingine, mimi sina hisia yoyote kabisa nazo. Ila ukimtazama yule binti vizuri shangazi, kwa jinsi alivyoumbika lile umbo lake, alafu mwanaume ukiwa rijali kamili kabisa uliokamilika, ukafungiwa naye kwenye chumba kimoja, mimi na imani kabisa shangazi utoboi. Ndio, ni kweli uchomoki. Kweli binti ni mzuri, mashallah, Mwenyezi Mungu kamjalia. Kwa hiyo sasa nimepata wazo kutokana na huyu binti kuhusiana na Walii. Tunaweza kumsaidia kupitia huyu binti. Jambo gani ulilopata hiyo idea? Hebu nishirikishe. Huyo binti mimi nimejitahidi, nimemuita, nimezungumza naye kwa makini, nimemuelewesha, nimemshawishi kwa kila kitu, lakini amekataa na amekuwa yani ni mkali mno. Hii kazi naomba niachie mimi mastermind. Nijaribu kuongea naye kwa kina kabisa. Sawa? Na katika maongezi yangu nitajaribu kumuuliza maswali 2 matatu. Katika majibu yake basi nitajua wapi pa kuanzia. Kuna jambo moja ambalo nahitaji kujua kutoka kwako kama utojali. Nataka nikuulize hivi una mchumba? Sasa swali gani hilo kamjuba la kuniuliza mbele ya mama? Ungeniuliza huko nje hata tuko private. Hiyo haina shida mwanangu. Amekuuliza na maana nzuri tu. Kwa maana wala hata usihofu. Tuna nia njema na wewe. Kwa hiyo kama utojali unaweza tukamjibu yale unayoyajua. Kama alivyokuambia shangazi, lengo la kukuuliza sio lengo baya. Unajua sisi tunajuana na watu wengi, hususan huko tunakoenda kwenye harakati zetu. Tunakutana na mabosi wana pesa zao na wanahitaji kuoa. Sasa ndio maana nikataka kukuuliza kama una mchumba, maana katika kutizama hapa tumeona kuna ua zuri ambalo kila siku tunalimwagilia maji, au sio shangazi? Of course. Umeona sasa haipendezi ua hilo likanyauka afu baadaye tukaja kupata hasara. Ndio maana nikakuuliza, je, una mchumba? Kusema kweli kabisa mimi sina mchumba. Tena sio tu kutoka na mchumba, mimi sijai kuchumbiwa, ni mimi nina kasoro gani? Uga najisi ni mbaya, sijui. Maana toka nimemaliza shule nipo tu ndo nikaja kufanya kazi hapa.
Hata usijali. Wala unafikiri wewe ni mbaya? Mimi nishakwambia kuanzia pale mwanzo. Wewe ni mzuri kama jina lako. Kuanzia muonekano wako, sura yako, shepu yako, heshima na adabu. Kwa kweli Mwenyezi Mungu amekuumba. Kama alivyosema shangazi hapa. Wewe ni msichana mzuri na istoshe tumekutizama umelelewa katika maadili mazuri sana ya Kiafrika. Na sio kwamba una bahati mbaya au ni mbaya, hapana. Sisi tunahitaji mtu wa kumwozesha. Kwa nini tusifanye mpango ili Walia kuoa wewe? Unajua mimi sipendi utani Kamjuba. Wewe ni mtu sana wa masiara, lakini unavoniletea masiara hadi mimi alo nitawabadilikia ni sasa hivi. Hapo tuko serious. Hamna masiara. Kama unakumbuka muda sio mrefu nimetoka tena kukuelezea jambo hilo hilo. Sisi hatuna masiara, tupo serious. Yaani mamangu, hilo swala toka muda ule ungenielekeza hivi, wala tusingefikia marumbano yale. Yaani yale mabishano tulofikia. Usingefikia kwa sababu mimi yangu nataka nipate mwanaume wa kwenda nyumbani kujitambulisha, sio wa kwenda naye tu mtaani akaisha. Ningekuwa nimekubalia muda mamangu kama ndio hivyo. Mimi niko tayari. Hebu nyanyuka kwa mgeni ujishawishi au. Mashallah. Basi nao ndio uangalie pembeni. Mtoto mashallah. Kabidi niangalie pembeni. Maana mdogo wangu hata amepata kweli. Ndio. Mtoto kweli sio mtoto ng'aa. Nimefurahi sana Zuu kwa kunikubalia ombi langu. Zuu. Basi nichukue fursa hii kukuambia asante, wewe kaendelea na shughuli zako. Wakati huo mimi na shangazi tunaweka mambo vizuri kabisa ili kuhakikisha ile swala linakamilika kwa haraka zaidi. Zuu ana mambo sana. Sema Zuu, sema shemeji. Shemeji langu hiyo. Wewe kweli balaa. Umeona sasa? Nilikwambia niachie kila kitu, mimi ndo mastermind. Hujawahi kukwama. Umeona? Wala kushindwa mjini. Katika mapenzi, wenda akanogewa. Hapa ni mwendo wa information. 442. Hakuna kupita juu. Hiyo. Huyu tayari tumeshamaliza kila kitu kipo sawa. Je, Wali atakubali kweli kuwa na huyu dada? Au tutatumia njia gani mpaka hawezi kulala na huyu dada? Hilo kweli neno. Maana ndugu yangu mimi namfahamu vizuri sana. Na mara nyingi huwa anajikuta msomi. Anaona kama mimi ndugu yake kama sijasoma vile. Lakini siku zote wanasema mkubwa tu. Wanasema sikio alizidi kichwa. Wali ni ndugu yangu na ni damu yangu kabisa. Kwa hiyo nitajua jinsi gani ya kucheza naye. Ataingia tu kwenye mtego. Mkono mitupu, sina chochote. Sinatakiwa niwe na hela, kuna vitu nitakiwa nilipie. Au mimi nitaenda kungaza macho kule kana za sambusa. Haya basi usimalize maneno. Maana na wewe kwa maneno. Okay, simu yako inapokea huduma ya kipesa? Ndio. Namaanisha muamala. Mimi nakufanyia muamala, sawa? Okay. Kila kitu kitakuwa sawa natumai. Usicheleweshe. Usiombe kumiswa mapenzi. Unaona? Huyo ni Wali bila shaka. Sasa sikia nikwambie. Anapoingia tu hapa mimi nakorofuka sasa hivi. Nani? Fungua mlango. Nani? Nini? Gonga hiyo hapo. Kwa vizuri sana. Yaani umefika wakati mwafaka. Shangazi, unanishtua ujue. Sikiza, kama nilipokuambia hapa nyumbani kuna matatizo, ndo matatizo yenyewe ndo kama haya.
Mtoto wa watu Zuu kule kapata matatizo na matatizo kule, kapiga simu, kuna mtu kule anamfanyia mambo mabaya, yupo guest kule. Wai haraka Mbona sielewi shangazi bro? Simuelewi shangazi anaongea nini? Kuna nini? Sikiza bwana mdogo, ni kwamba hivi. Hapa kuna simu imepigwa na Samaria Mwema. Ni kwamba Zuu yuko matatani. Alienda huko guest sijui na mbaba sijui na mjibaba gani. Sasa ule mjibaba inavyoonekana unamshinda nguvu, unataka kumbaka. Na ndio maana nikakupigia simu ili uwahi tujue namna gani tutamsaidia. Nendeni mtoto wa watu kule jamani, mimi nitapata matatizo, mimi nitakuwa kufungwa. Shangazi, lakini huyo kajitakia mwenyewe. Sasa wewe unaendaje guest na mtu kama hivi? Jamani acha maswali mwaini. Wali sio muda wa kulaumiana. Sawa bro, sikiliza. Mimi na wewe ni wanaume. Twende tukamsaidie yule. Siwezi kwenda mimi peke yangu wakati tuko wanaume wawili. Twende wote basi. Unajua dogo, unajua kuna mama. Shangazi. Sikiliza. Bro, sikiliza. Ngoja mimi nikalete maji tumwagie kwa. Okay. Wai basi wai. Shangazi. Wai dogo wai. Mwambie asi nimwagie maji. Usikubali nimwagie maji. Sawa. Tulia dogo tu. Tulia hapa. Kazimia. Ndio kazimia, lakini achana na maji kwanza. Hapana, ngoja sogea. Nisikize mimi. Mimi naona nikupe. Akija kukaka nafanyaje? Namkonya. Nifanye mazoezi hapa kidogo. Wali hivyo mpakaje? Jamani, mpenzi wangu. Sasa tunamsaidiaje sasa huyu? Sikiza nikwambie. Hapa cha kumsaidia ni hivi. Sawa? Hapa tugawane majukumu. Umeona? Shangazi. Sikiza, mmoja basi na shangazi, mmoja aende akamsaidia. Ngoja shangazi. Niacheni mimi. Mtoto wa watu. Wewe, mwai mtoto wa watu nenda. Wali, mwai yule kule. Shangazi, ngoja kwanza tuangalie hali yako kwanza. Unaendeleaje? Nenda mwai, wali mwai kwa mbishi. Sikiza. Umeona? Hapa ishakuwa tatizo. Inabidi tugawane majukumu mdogo wangu. Sawa? Wewe mwai yule. Sawa? Mimi nibaki na shangazi. Bro. Tumwangalie kwanza hali yake huyu. Mimi nitabaki na tugawane majukumu. Wewe mfuate yule ukamsaidie. Mimi nibaki nimwangalie shangazi. Haya, sawa. Hebu wai mdogo wangu wai. Basi shangazi. Haya. Kashondo. Anajifanya mtoto mjini. Unaona? Mimi ndio nilozaliwa mjini nikakulia kijiweni. Hanishinda akili hata siku moja. Na ndio maana nikakwambia shangazi, mimi ndo mastermind, mzee wa information. Ndio. Ni mipango bwana. Sio urefu wa magorofa. Yeah. Sasa shangazi. Tusipoteze muda sawa? Hebu mpigie Zuu simu mpange kila kitu sawa? Sasa hapa simu mwenzangu imeniacha ndani. Nipigie kwa kuleta niongee naye. Simu. Ongea naye. Halo. Mwenzangu kwanza upunguze hayo mashauzi, unaongea na shangazi. Sasa hapa si tushaua. Kila kitu tushaeka levu. Mama, anakuja. Subiri sasa mamangu. Nakuaminia afu nakukubali. Huna baya. Jiandae kupokea mlipuko huko. Mabomu ishatega. Naanza kudekea wewe baadaye. Jamani. Mwenzangu, hapa kazi ipo. Maana yake kule kupokea simu tu kwanza ilo pozi. Hello. Nikasema kudula za Mwenyezi Mungu ziso zawaji. Umeona Jamani sio kwa pozi hilo. Pale nakwambia wali hachomoi. Binti amejipanga ofa mchezo na ndoa ni. Ndoa adimu mjini. Basi haina shida. Mimi na imani kila kitu kitaenda sawa.
Jamani wali mpenzi, unajua wewe saizi ni mpenzi wangu. Tafanyaje? Mheshimiwa. Naam. Samahani. Hivi hapa ndo wewe meneja, si ndio? Ndio. Samahani. Kuna ndugu yangu nimesikia yuko hapa. Sijui atakuwa kwenye loji yako hii. Binti huyo binti gani na ana matatizo gani? Anaitwa Zuu. Kwani mimi sio mwanamke mrembo nikufaa? Natamani tufunge ndoa, nivae pete, yaani uende kwetu jitambulishe nikuite mume, nikupikie, nikuulize mume wangu utakula afure tena. Wali, kwani ukikataa ukila chakula cha nyumbani unapopakula, au ndo utakuja kula kwangu? Hapana, nakupenda. Sikia, ukiwa karibu yangu mtasikia mwili wangu ukisisimka. Licha ya umbali wako, vinyeleo vya mwili wangu vinasimama. Karibu yangu, uguse mapigo ya moyo wangu yanavyoenda spidi. Hiyo yote ni kwa sababu tu ya pumzi yako inayonifikia masikioni mwangu. Nikase tena wali. Jamani, Anakuja kwenye loji au tofauti na hapa? Anaweza kawa ongo. Yeye na hilo tatizo gani? Yaani kapiga simu nyumbani kule anabakwa. Anabakwa. Ni kweli yupo. Usinipeleke spidi. Bali nipeleke puta kama gari bovu. Jamani. Unajua kunyang'anya. Nikuse tena penzi. No. Jamani, wewe ukakaje? Nasikia kusema kwa mwendo wa simu, kichwa kinanipanda, mnasipigi simu. Wali kaa nikufanye kitu kaka. Sawa. Sasa wale piga nyumba hapa. Sio nini. Shikamoo mjumbe. Hapana, sio salama. Hapa nimeona loji ofisini kwangu hapa kuna tatizo kidogo limetokea ambalo sio zuri. Kuna dada anapiga kelele kwamba anabaka. Kwa hiyo ningependa kama kuna msaada huko unifanyie, hata ukusanyie vijana, kama kuna askari na nini uje nao hapa kidogo. Sawa. Zuu, fungua mlango Zuu. Naomba msaada, nakufa. Nakufa.
Jamani tunaombeni msaada. Mdogo wangu anabaka jamani. Zuu. Fungua mlango. Zuu. Ndugu wangu, nimekuja kakako. Fungua mlango. Nakufa. Sister, usukume mtu huyo. Uko sahihi? Uko salama? Yuko wapi? Yuko wapi huyo? Yuko. Yuko wapi huyo mtu? Nini sasa? Mimi sikuelewi yule. Wewe unabaka, wewe anayekubaka yuko wapi? Afu wewe. Hiyo funguo mtu yako. Funguo. Sister, hebu samahani. Hebu naomba uvae nguo zako kwanza. Hebu sikiliza. Naomba nitakupiga tu bure. Naomba uniache. Hebu naomba uvae nguo zako. Hebu. O mapenzi hayajaribiwi, hayaonji kama chumvi. Ona unavyoteseka. Hapa ndo kwa meneja. Mgonge. Meneja. Wewe meneja? Afadhali. Nimepata simu maelekezo ya kupitia kwa mjumbe hapa. Naomba uvae tafadhali. Usinishike. Nitazame. Hebu Zuu, tafadhali. Nitazame. Tafadhali dadangu, naomba uvae. Please. Nitazame. Umekwisha vaa? Nitazame. Usiniguse. Hebu nionyeshe huyu aliotaka kukubaka yuko wapi? Kwa sababu umepiga simu huko nyumbani. Sikiliza, naomba usinishike. Unanikatisha maongezi na kunigusa. Hebu niache kwanza niongee. Mimi hapa ndipo nimejaa hasira kwanza, kwa sababu kwanza umenisumbua. Shangazi amezimia baada ya kukusikia kwamba wewe unabakwa, anatuambia tuje tukusaidie. Sasa kuja kukusaidia kwenye kumbe kitu gani sasa ambacho unataka kuvaa? Unavua mbele yangu, inakuwaje? Wewe, kwani unataka mpaka muone? Sasa kilichokufanya upige kelele mpaka watu tunakuja huku kitu gani? Kwa mtu mzima basi. Unajua kiufupi. Usinishike. Wewe. Naomba tu miguu hivi. Anaambia pa hotelini kwako hapo kuna matukio. Hebu sasa tufafanulie nini hapa sasa hivi? Ni kweli chumba namba 17 toka muda mrefu tunasikia kelele kwamba kuna binti anaomba msaada na bako. Kwa ndio maana nikachukua maamuzi ya kumpigia mjumbe hapa kupewa taarifa tujue tunalifanyaje hili swala. Mimi nakupenda sana. Fizu. Una akili wewe? Wewe si dada yangu wewe. Wewe unanipendaje mimi kaka yako? Mimi na wewe sio ndugu. Mimi ni mfanyakazi wenu, tuome sawa hilo. Kwa hiyo ninachokitaka sasa hivi, uwe udada, uwe ukaka, uwe ufanyakazi, kibaki kitu kimoja tu, mke na mume. Sikiliza Zuu, sikiliza. Hebu sikiliza basi, sawa? Hapa hatuwezi kuongea kitu chochote. Jamani, naomba twende tukazungumzie nyumbani, sawa? Tulia basi. Twende tukaongelee nyumbani. Nilikuwa na uwezo wa kuita sehemu yoyote ili tuongee.
Lakini hapa mimi ndo nimeona sehemu sahihi. Tunaweza tukamaliza tumenaye. Sikiza nikwambie kitu. Leo nataka tulale hapa. Mtihani jamani. Mimi na wewe. Usinishike, niache. Niache, naomba niache. Hebu niache. Toka. Zuu, nisikilize. Naomba niache. Siwezi kulala na wewe. Hiyo vuta. Siwezi kulala na wewe. Wali. Nimekwambiaje? Nataka kulala na wewe. Hebu niache Zuu. Unajua nitakupiga. Nataka nikupiga. Wali. Nataka kulala na wewe. Yaani nataka nikupiga. Kwa hiyo hutaki. Nitakufunua. Hebu naomba niache. Mmoja, nalala na wewe, silali na wewe. Siwezi kulala na wewe. Wali, nitalala na wewe, silali na wewe. Mjomba, ni sahihi. Ni kweli, ndio maana nikakutafuta wewe mwenyekiti. Sasa ulichokosea meneja, ungetupa taarifa hizo mapema, tungekuja pana maaskari, lakini hakijaribika kitu. Mimi ni serikali, huu ni serikali. Twende katika hicho chumba. Twende. Hivi Zuu, uelewe. Nimekwambia siwezi kulala na wewe. Na kuuliza mara ya mwisho. Tunalala, hatulali. Hebu niache. Naomba niache. Zuu, niache. Mimi sibaki. Zuu, niache. Hebu fungua mwenye. Wewe, fungua huko, mwenyekiti nimefika hapa. Fungua mlango. Mimi. Utakuja kuona bwana. Hebu jisaidisheni nyinyi huko. Fungua, serikali imeshafika hapa. Fungua. Mimi. Hebu fanya kitu. Tuvunje mlango. Utakuja kuona. Serikali imefika hapa, fungueni. Hapana, tusivunje. Mimi nafungua ziada. Kachukue, fanya haraka. Unaona mwenyekiti huyo amekuja na watu, unasikia wako nje hapo. Sasa ni nini Zuu? Basi sasa sikiliza Zuu. Kama mimi kuna kitu nimekukosea, naomba unisikilize dadangu. Kama kuna kitu nimekukosea, tafadhali naomba unisamehe. Sawa? Yaani kwa hiyo unakuja kumtafutia mimi kesi niende jela au? Nimekukosea nini mpaka unanifanyia hivi jamani Zuu? Wali, mimi sikujua kama tutafika huku. Nilikuwa nataka tu jambo langu litimie. Sasa tunafanyaje? Angalia, mwenyekiti ashakuja hapo. Okay. Kesi, umeshanipa kesi mimi. Naenda kuozea jela. So kesi basi, sikilize. Kuna kitu nataka tufanye. Kitu gani? Jamani, kuna nini mnasema kelele? Sio mtu anabakwa, sio anabakana, hata sielewi. Kwani kelele mingi hivi? Mimi nimesikia muda mrefu, lakini naona hawa wanaelewana wenyewe bwana. Wanatuchanganya tu. Hata mapenzi. Msifanye hivyo jamani. Kuja kuona wewe meneja. Tukavunja mlango. Afadhali. Fungua. Tulia basi. Sasa kelele hizo ndo mbaya hizo. Fungua, nitakuja mimi bwana. Asijataka mtu kapata kesi hapa. Hebu fungua. Nyamaza basi. Mbona kama ni mapenzi? Vunja tu mlango bwana, atakuja kumuua mwizi hapa, tutapata tabu sisi hapa. Sio tutapata kesi. Nyamaza baby, nyamaza. Ali. Nini? Hebu nipishe. Niacheni nitoke sasa kuvumilia ubumbavu. Mambo meusi, yani Wali. Wanaume kazi. Si tuko kwenye mambo yetu tena, mbona wewe ndio gesi yako unafanya mambo haya? Unatuingizia watu kuja kutuzalilisha, maana yake nini sasa? Wewe si umetukodisha, sasa inakuwaje tena? Kwani hatujalipa au tunadaiwa? Ndio umetuletea watu watukamate.
Mjumbe, mambo gani sasa kuja kutuleta hayo? Watu wanabakana tu kuja kuleta mimi huko. Njoo nimekuita wajione mwenyewe. Mwenyekiti, mbona mnatuzalilisha jamani? Sisi tuko na mambo yetu jamani. Mbona mnakuja kutuzalilisha hivyo jamani? Si aibu hii mnakuja kutuzalilisha. Mbona kimekwaje? Hamna, nilikuwa nasikia sauti kwamba unapiga kelele, unaomba msaada, unabakwa. Kwa hiyo mbona labda mkaite wajumbe na nini tuje kusaidia Luneli, kumbe mpo kwenye mambo yenu tu. Sameni. Bwana, wewe kumbe watu katika stari zao na kuja kutuzalilisha sisi hapa watu wazima. Mambo gani haya? Ndio, twendeni bwana. Waacheni watu na stari zao, twendeni. Dogo, sisi tutakufungulia kesi utuzalilisha, utatulipa. Twendeni bwana. Waacheni watu na stari zao. Tena usirudie siku nyingine. Hivi ndio unakokosa wateja. Tabia mbaya tu. Kwa namna hiyo. Ninachowadia. Kwenda huko. Sasa labda mimi nikwambie kitu. Hao wakiamua kukushtaki, meneja unafungwa. Meneja utafungwa. Hili ni swala la kosa la udhalilishaji. Uwe mvumilivu katika sekta ya biashara. Nisamehe. Haitajirudia tena. Sasa mimi nikusamehe. Omba Mungu wasinde polisi hao. Twende mjumbe. Ninakuzalilisha. Nakwambia nakwenda yaani haya yote uliyoyafanya hapa. Naenda kumwambia shangazi ulitaka kunitia kesi nikafungwe. Sasa pale kazi unaondoka. Kazi basi tena. Jua hilo. Kazi basi tena. Mkuja kunizalilisha mimi. Sio hata nguo yangu yani sio hata. Nipe nguo yangu. Nguo yangu kwa. Ninakuzalilisha. Nakwambia nakwenda yaani haya yote uliyoyafanya hapa. Naenda kumwambia shangazi ulitaka kunitia kesi nikafungwe. Sasa pale kazi unaondoka. Kazi basi tena. Jua hilo. Kazi basi tena. Mkuja kunizalilisha mimi. Sio hata nguo yangu yani sio hata. Nipe nguo yangu. Nguo yangu. Hayaonji kama chumvi. La 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 la. Wewe kaka. Nakuomba. Samahani. Naam mama, nakusikiliza. Yule binti ni mtoto wa kakaangu kabisa. Alifanya upuzi. Kwa hiyo nilikuwa namuomba mimi niondoke naye. Maana aibu. Nakuomba, naomba ukanitii. Mama, kiupande wangu mimi naona itakuwa ngumu. Kwa sababu kama ulivyosikia pale kiongozi Isa alivyosema kwamba kama nitarudi tena kule wale wanitolee taarifa wanikamate. Sasa huoni kama najaribia kazi yangu mama? Hapana, sikuharibii kazi. Nakuomba nenda mwite kama ina. Nakuomba mwite niondoke naye nyumbani. Labda mimi nikwambie kitu. Unajua pale tumekwenda sisi watu wazima tumeamanika sana. Tumeingia aibu. Kwa sababu si yule mtoto yule mimi na shangazi yake yani ni marafiki kweli kweli. Mamangu, sio kwamba labda nakudharau. Hapana. Lakini pia naheshimu kazi yangu. Kwa sababu kama nitasema nitoke hapa niende tena kule. Kazi yangu naona kabisa kazi yangu inakuwa hatiani. Kwa hiyo mamangu yani kiufupi yani kwa hilo naomba tu nisamehe mamangu, siwezi kwenda. Yani kama inawezekana nenda tu mwenyewe. Hapana, siwezi kwenda kwa watoto. Siwezi kabisa. Kwa hiyo basi naomba akitoka mwambie shangazi yako anakuita. Sawa? Sawa. Bro, siamini nilichokiona kwenye macho yangu. Zuu
anataka kunitia kesi mimi. Bro, Zuu anataka mimi niende jela. Albabu, unamaanisha nini? Albabu, nisikilize. Zuu anataka kunipa kesi mimi ya kubaka. Mimi nionekane nimembaka yeye, niende jela. Siwezi kukubali. Naomba atoke hapa, afukuzwe aende zake kule. Afande. Ndiyo mwenyekiti hapa. Sasa msisumbuke tena kwenda kule. Ile tukio sisi tumeshalimaliza, alikuja mjumbe, tumeongozana, tumeshalimaliza. Kwa hiyo kwa amani tu kabisa. Hey guys, kelele nini? Unafoka tu, unafoka, hatukuelewi. Tumemaliza kabisa, hakuna matatizo, hakuna matatizo. Sina nijua mimi bwana Ruata ni bomba. Haya, natokea kazi njema bwana. Haya. Fadhali, unajua umenikumbusha jambo la maana sana. Nilikoponisha sawa, wangesumbuka sana kwenda kule. Mimi nilijua tu kichwani saa hizi unakuwa na mambo mengi. Unajua si watu wazima? Kweli kabisa. Una mambo mengi ya kuwaza. Nini? Sielewi. Shangazi, umeniambia nini nikamsaidie Zuu? Hakuna mtu yoyote aliyokuwa anambaka Zuu. Zaidi yeye anahitaji mimi ndio nimbake yeye. What? Mimi shangazi. Unasemaje? Ananiambia mimi nimbake yeye. Kwa hiyo umefanikiwa kumbaka? Shangazi, unaongea nini? Mimi nambakaje Zuu? Halafu ashaita wajumbe wakina mwenyekiti wako pale kwamba mimi ni mbakaji, ananikamata, ananiambia nifanye kwa nguvu, vinginevyo ananitia watu, anapiga kelele, ananibaka. Mimi nimbaki niende jela? Sijafanya hivyo shangazi. Yaani wewe unielewi. Yule kabla hao wenye viti hawajakuja, wewe umeshamkuta. Yule mtoto wa kike tayari kashalainika, umeshamkuta yuko ndani. Yaani mpira umeshatengenezewa. Golikipa umeshamwacha. Umebaki wewe na goli, unashindwa kufunga. Leo unakuja hapo unapumua. Shangazi, unaongea kitu gani? Albabu. Unamsikia shangazi anachokiongea? Rohani yananichezea, sijui ni mtihani. Hapo ndipo ninapoamini kwamba huyu shangazi hatupendi sisi. Hatupendi kabisa. Na leo mimi ndo nimekuwa siwapendi. Nimewalea kuanzia mlivyokuwa wadogo mpaka hapa mlipofikia. Kuna ndugu yoyote alihusika kuwalea nyinyi? Nimewalea kuanzia mpaka hapa mlipofikia. Mmekuwa na madevu kama Osama. Leo ndo mnakuja kunikoromea vipi? Hatupendi. Hata kama shangazi. Hapana shangazi. Unataka mimi nifungwe? Mimi niende jela? Unafurahia mimi nikienda jela? Sasa wewe ungefungwaje? Wewe ungefungwa vipi? Wakati ungefika pale wewe ungekubaliana naye, na maana watu wangekukuta. Sio ungejua ni wapenzi tu wa kawaida. Shangazi, kwanza twende taratibu, sawa? Shangazi, ushauri gani unampatia mdogo wangu? Wewe kama mkubwa wetu ulipaswa kutupatia ushauri mzuri, lakini sio ushauri wa namna hiyo wa hovyo. Nanizingua bwana, nisielewe. Albabu, nadhani unamsikia shangazi anachokiongea. Namsikia. Nikiendelea kuwepo hapa linaweza likatokea lolote baya. Alafu ndio shangazi yetu, hatuna mwingine. Wacha nikapumzishe kwanza kichwa changu. Siku sana. Nenda bwana huko. Bogazi wewe. Ulikuwa wapi? Shangazi, jamani, swali gani hilo unaniuliza? Umeamua kutudhalilisha mimi na bibi yako mtaa mzima. Inaonekana kama sisi tu, yani tumekuachia wewe unajiuza mtaa mzima. Kwa nini? Aibu. Sema shangazi, yani yule kama mchongo tu, hata sio hivyo unavyofikiria wewe. Mimi nimekutafutia kazi, fanye kazi. Nakuja kuleta aibu. Mission failed. Sasa ninaanza kuamini yale wanaosema mtaani.
Ili boga inawezekana aliwezi kweli, yani jogoo apandi mtungi. Aliingie chumbani mpaka sikufanya mpaka aletwe na asubirie mpaka wajumbe na mabalozi waje. Shangazi, yani leo ndio nimeamini. Katika mabwege. Yani wali ni bwege kupita mabwege yote. Tena bwege ntozeni. Unafika mbali yani. Sio hivyo vipi? Kabla sijakupiga huo mchongo naomba uniambie. Huo mchongo gani? Naomba uniambie. Naomba uniambie. Shangazi nakwambia shangazi. Shangazi nakwambia. Naomba uniambie. Shangazi jamani. Tunafanya mapenzi. Kwa hiyo wale watu walivyoingia mpaka mwenyekiti kafika pale. Walivyoingia wakatukuta sisi tuko kwenye mapenzi, tunasema kwamba jamani sisi mbona mnakuja kutuchungulia sisi tunafanya mambo yetu. Wale watu wakaamini, wakaondoka na aibu. Ndo hapo tulipoachana. Narudi nyumbani namwambia shangazi tumfukuze yule mfanyakazi asije akatupa kesi. Shangazi anasema wewe mjinga bogus. Mtu mwanamke anajileta mwenyewe anakutaka unashindwa kumaliza. Hivi shangazi anatupenda sisi? Ananitaka mimi niende jela? Ananipenda yule? Hivi ni shangazi yangu kweli? Sijui mimi hata kama amezaliwa kweli na baba yangu mimi. Sijui. Ujue nini wali? Mimi kuna kitu hapo mimi nakiona kama shangazi yako liko sawa. Mr. Tola, na wewe tena uko sawa na shangazi? Unanigeuka. Mimi nimekuja kuangalia kwako, labda naweza nikapata sehemu ya kupumzika, nitulize kichwa, utanipa ushauri mzuri. Na wewe unarudi kule kule aliko shangazi. Surprise yenyewe hii hapa. Unaweza kuniambia huyu ni nani kwenye picha? Auoni au? Nikupe miwani? Jamani Kai. Mbona kama wameniedit jamani? Imekuwa kama bahati. Albab, sikuona mimi tulizo la nafsi yangu zaidi ya rafiki yangu, ndugu yangu ambaye mpaka sasa hivi namchukulia ni sawa na ndugu yangu tu. Sababu ni miaka mingi kabisa. Nimekaa roho inaniuma. Nikasema wapi nikatulize moyo wangu, nikaja kwake. Huenda akanipa ushauri ambao umeenda shule. Nikapata elimu jinsi ya kuishi na yule shangazi yangu. Alichokifanya wewe unaweza ukakiona ni kidogo, lakini kwenye moyo wangu ni kikubwa. Kimeacha donda. Kweli ninamchukia sana shangazi yangu. Oh, Albab, basi sawa. Ila nikutoe tu wasiwasi. Sawa? Hebu sahau mambo yaliyopita kwanza. Na urelax, upumzike mdogo wangu, sawa? Mimi kama kaka yako nimeshafanya maamuzi. Maamuzi gani umeyafanya? Nimemfukuza yule binti pale nyumbani. Albab, unataka kusema umemfukuza house girl? Ndiyo Albab, nimemfukuza Zunyu pale nyumbani. Na nimemwambia ikitokea hata siku moja akatokea pale nyumbani, basi mimi nitampiga mapanga. Asante sana. Asante Albab. Sijali Albab. Sikilizeni bwana. Yaani pengine nyinyi mnaona kama sasa hivi mmefanya jambo la maana kwa kumfukuza yule mtoto wa watu. Yule mnamuonea tu, hana kosa lolote aliyofanya. Na kwa nini mumhukumu? Sikiliza Mr. Njuba. Mimi Wali rafiki yangu nimekaa naye muda mrefu sana. Alafu tumezungumza kwa urefu. Sawa? Tena nimemshauri katika wanawake kuoa, yule dada wa kazi pengine msione thamani yake sasa hivi livi kawa. Ndio anatakiwa muoe. Mr. Tola, toka lini umegeuka kuwa mshauri wa familia za watu? Na kuomba sana, stay away from my family. Sawa? Naomba uyaache haya mambo kama yalivyo. Endeleeni kushauriana hayo mambo yenu ya kichuo. Sawa? Ya Ngoswe naomba umwachie Ngoswe mwenyewe. Albab, hebu tuende mara moja
kuna jambo nataka tuongee. Sawa? Kuna mambo tukayaweke sawa. Mr. Toro, si wageni. Twende. Sawa. Asante. Toa simu. Sawa. Juma, naomba uniambie hapa umefuata nini? Nijibu. Hapa kwangu umetumwa ama umeagizwa? Sema, maana sisi tuna ahadi, mimi na shangazi yako. Hata kanyaga kwangu na wala sitaenda kwake. Imekuwaje leo wewe unatia koto zako hapa kwangu? Shida yako nini? Wala kumtafutia matatizo, si ndio Sasa ngoja nikwambie, kama yule mkubwa jinga akakutuma hapa, kuja kuchukua mambo yangu, sasa mwambie kashindwa. Mnisikia Kaambia kabisa mtu mzima ovyo yule. Hapa kanoa. Hakuna chochote atakachopata, mwambie. Umenielewa Masozi. Sema. Mimi sijaja hapa kwa ubaya. Wala sijaja kwa ugomvi wako baina yako wewe na shangazi. La hasha. Mimi nimekuja kwa jambo jingine kabisa. Tena ni jambo langu binafsi. Halihusiani kabisa na shangazi. Kama hautojali, naomba unipatie sikio. Mimi na nyie hatuna majambo. Si mnanielewa hapo? Sikiza Masozi. Siku zote hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Na wanasema popote penye udhia, penyeza rupia. Mimi nimekuja kwa jambo la heri sana. Wala sijaja kwa jambo la shari. Kuna jambo nahitaji kufahamu kwako, kama hutojali. Lipi hilo? Kuna yule binti ambaye ulikuwa ukimlea toka akiwa mdogo kipindi kile. Na nimemtazama sasa hivi amekuwa. Nilitaka kujua vipi ameolewa? Unataka kujua ili weje? La hasha Masozi. Nimeshakwambia mimi sijaja kwa beef. Sawa? Na mambo ambayo ameyafanya shangazi usinifanyie mimi. Mimi unanihukumu bure tu. Hebu nijibu kwanza. Vipi amepata mchumba? Mwanangu bado hajapata mchumba. Kumbe ana mchumba. Mimi ninaombi, kutokana na ambavyo tumeishi mimi na wewe Masozi, nilikuwa naomba kuvunja uchumba wake ili tuweze kuoa. Usitaki kunichekesha. Hata muuze nyumba yenu ile, hamwezi kutoa mahari ya mwanangu. Umenisikia Labda mnyuze wote ndio mje hapa mtoe mahari ya mwanangu, au mharibu chumba mwanangu. Upo? Masozi, hebu acha hayo mambo yako. Najua bado hujatoka tu kwenye mambo yako na shangazi, na ndio sababu ambayo inakufanya wewe usitulie hapa. Nimekuambia kwenye hili shangazi hahusiki. Okay, iko hivi. Niko tayari kutoa dau zaidi ya mara 2 au mara 3 zaidi ya huyo mchumba wa kwanza, ili niweze kuvunja uchumba wake, ili mradi tu mdogo wangu apate mke. Ni sawa, ni vizuri kama mko tayari kutoa hiyo pesa, maana mjini ni mipango. Hiyo pesa ni vizuri kwetu. Wala usijali Masozi, hilo kwetu ni jambo dogo sana. Ni kama kumtoboa mtoto sikio tu. Siku zote huwa tufungi mziki. Hilo jambo ni jepesi, tena jepesi sana kabisa kwetu. Kuna kingine ambacho nilikuwa nakiomba kwako, kama hutojali.
kama mtaturuhusu, tuko tayari kutoa barua muda wowote kuanzia sasa. Lakini jambo jingine ambalo tulikuwa tunaliomba zaidi, tulikuwa tunamwomba huyo mwali mtakapotupatia aende akaishi na mwanetu au na mdogo wangu ndani ya siku 2-3 hivi, ili wapate kuzoeana zaidi.